Tawfik Online TV, nuru ya jamii. Alhamdulillah, baada ya kurejesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutukutanisha tena kutoka Ijumaa iliyopita mpaka kutujalia tukafika katika Ijumaa hii nyingine, tukiwa katika mwezi wa Shaban, tukiwa tunauaga mwezi wa Shaban, tunaelekea katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, tukiwa leo ni mwezi 24 Shaban, na ikiwa ni siku tukufu ambayo kwamba ni siku iliyotukuzwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na ndiyo idi ya waumini, na ndiyo siku tukufu katika yale masiku ya wiki nzima. Alhamdulillah, pia tukirejesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia bado tunapumua, tunatumia pumzi yake, bado tunatumia neema zake, na kutujalia bado tuko hai na uzima na usalama. Hii ni neema ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia mimi na wewe, na twafaa tumshukuru, tumuonyeshe kwamba tumetambua neema zake, na twafaa kwa uchache tuseme alhamdulillah. Inshallah, katika mada yangu ya leo au katika khutba yetu ya leo tutazungumzia vipi tutaupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Ijumaa iliyopita tulizungumzia vipi tutajiandaa na mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini Ijumaa hii nitazungumzia vipi tutaupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani, kwa sababu tumeambiwa kwamba huu mwezi ni mtukufu, na mwezi kama hunu ukija huwa unakuja na zawadi. Sasa ni lazima mgeni yoyote ambaye kwamba anakuja kwako, ni lazima kuna maandalizi fulani ambayo kwamba umeyapanga ya kumpokea mgeni kama huyo, na ukisha kuyaandaa maandalizi hayo, ni lazima ujue unampokea vipi. Unampokea kwa sherehe, unampokea kwa kumkaribisha kwa vyakula, unampokea kwa kumkaribisha na kumtambulisha katika familia yako, kwa sababu siku zote kwamba kuna mgeni ambaye kwamba ni mtukufu anakuja, ni lazima kuna maandalizi fulani utayapanga, na lazima unajua kwamba huyu mgeni anayekuja nitampokea kwa njia gani. Sasa tunataka tuangalie huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, huyu mgeni ambaye kwamba ni mtukufu tunampokea vipi, au tutampokea huu mgeni mtukufu ama tutaipokea hii Ramadhani kwa maasiya, au tutaipokea hii Ramadhani kwa kwenda kukusanyikana mtanganyiko wa wanawake na wanaume, au tutaipokea hii Ramadhani kwa kwenda mabaharini, mabichi au mashambani tukafanya ya kuyafanya, ndio kwamba tunaupokea mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sisi wanadamu kuna kitu tunakosea. Huu mwezi unakuja ni mwezi mtukufu, na huu mwezi unakuja na rahma, unakuja na maghfira, unakuja na itqu minan nar, lakini ile njia ambayo kwamba sisi tunaupokea nao, tunaupokea na njia ya makosa. Kwa sababu tukiangalia ile siku ya mfungo ambayo sisi tunaita mfungo, siku ambayo kwamba usiku wake huwa tunaangalia mwezi, asubuhi tukaamka na saumu. Ile siku watu wanafanya sherehe ya kila aina, kila mtu anasherekea vile anavyotaka, kila mtu anasherekea vile anavyoweza, kwa sababu anasema ni mfungo, anaikaribisha Ramadhani. Lakini angalia huu mfungo huu ambao unaufanya, ile njia ambayo kwamba unaitumia ya kuukaribisha huu mwezi wa Ramadhani ambao kwamba ni mtukufu, ni njia gani ama ni sherehe gani ambayo kwamba unaifanya ya kuukaribisha huu mwezi? Manake miongoni wetu wengi siku ya mfungo hawafanyi ile njia ambayo kwamba inatakikana kufanywa kuukaribisha huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Mtu ataenda mabichi huko, japokuwa sisi hatuna bichi za maana, lakini ukienda safari utaona ile siku ya mfungo watu wanatoka wanaenda bichi, na huko bichi sio kwamba wataenda kuleta adhkari ama kutangaza dini ya Allah, bali huko bichi kutaenda kupatikana maasi. Ama watu watatoka wakusanyikane, wanawake kwa wanaume, waende wakafanye sherehe huko kwa ajili kwamba ni mfungo unaokaribisha Ramadhani, lakini wanaenda kufanya maasi. Sasa wewe mwezi mtukufu wa Ramadhani unaukaribisha kwa maasi, je, ile saumu yako kweli itakubaliwa? Maanake hilo ni swali ambalo kwamba unafaa ujiulize wewe mwanadamu. Ile siku ya mfungo ambao kwamba wewe unafanya mfungo kuukaribisha mwezi wa Ramadhani, angalia kile kitu ambacho kwamba umekifanya ni kitu ambacho kwamba utamridhisha Allah subhanahu wa ta'ala,
au ni kitu ambacho kwamba kinahusiana na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani? Kwa sababu wewe ule mfungo wako umeenda kuutumia kwa njia ya kishetani, umeenda umemwasi Allah subhanahu wa ta'ala, kisha unatarajia siku ya pili yake uamke na saumu, watarajia ile saumu yako ikubaliwe, au unatarajia hii Ramadhani ikubadilishe, na wakati njia ulioikurubisha hiyo Ramadhani ni njia ambayo kwamba sio ile siku ya mfungo. Wale wenye imani zao na wale waumini wa kweli wanaojua thamani ya huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, basi ile siku watu wanaleta adhkari kwa wingi, ile siku watu wanasoma Qur'ani kwa wingi, ile siku watu wanaifanya ibada kwa wingi, ile siku kila mtu anafanya hata kama ni tendo moja dogo tu zuri. Kwa sababu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia kwamba ukifanya jema moja tu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kama umefanya faradhi moja katika miezi mingine. Je, katika ile kuikurubisha hii Ramadhani wafaa ufanye jambo gani? Kwa sababu Ramadhani sawa inakuja na sisi tutaikurubisha, tutaiambia karibu, lakini ile njia ambayo kwamba tunaitumia kuikurubisha huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni njia gani? Sio huu mwezi ni mtukufu unaokuja, huu mwezi ndani yake kuna msamaha, huu mwezi ndani yake kuna rehma na kuna baraka na kuna fadhila nyingi, lakini njia uliyotumia kuukaribisha huu mwezi ni njia ambayo kwamba sio. Kwa sababu tunafaa mwanzo tujue huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi gani, na kisha tujue mambo yanayopatikana katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mambo gani, ndio tujue tunaopokea vipi huu mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa sababu kama mgeni mwenyewe kama humfahamu ni mgeni gani, anakuja na nini, na hujui ni kitu gani amebeba amekuja nacho, basi ile njia ambayo kwamba utamkurubisha nao utajua ni njia gani. Kwa sababu huenda kwa huu mgeni anayekuja, tuseme mfano ni ustadhi anakuja, wewe umemwekea mangoma madisko, wamkurubisha na magoma na sherehe, utakuwa umemkosea. Huo mgeni anayekuja ni msanii, wewe ukusanye watu wanamsomea dua, utakuwa umefanya njia ambayo kwamba sio. Huyo mgeni anayekuja ni mtu ambaye kwamba labda si Muislamu, yuko katika serikali, ni rais, ni gavana, ni yoyote, lakini si Muislamu, wewe ukaja ukamwekea sherehe za Kiislamu, itakuwa umefanya mambo ambayo sio. Sasa tuangalie huu mwezi mtukufu wa Ramadhani tunaukurubisha kwa njia gani, kwa sababu sisi tunakosea njia ya kuukurubisha huu mwezi. Mwezi mtukufu wa Ramadhani unakuja kutubadilisha sisi wanadamu, unakuja kusafisha hizi nyoyo zetu, unakuja kuubadilisha huu uovu wetu ambao tuko nao, ili Ramadhani ikiondoka ikuachie ucha Mungu. Sasa Ramadhani inakuja wewe unaikurubisha kwa maasiya, watarajia hiyo saumu yako itakubaliwa, au watarajia hiyo Ramadhani itakubadilisha? Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam katika kuwahutubia masahaba zake akawaambia, ya ayuhan nas, enyi watu. Na angalia Mtume hikma aliyoitumia hapa, hakusema ya ayuhal muslimun ama ya ayuhal mu'minun, hakusema enyi waislamu wala enyi waumini, amesema ya ayuhan nas, enyi watu. Amesema watu kwa sababu huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi ambao kwamba una baraka, na ni baraka kwa watu wote, iwe ni Muislamu iwe si Muislamu. Lakini huu mwezi wa Ramadhani ukiingia, unaingia kwa njia nyingine tofauti, na ni mwezi unakuja na baraka nyingi, ambao kwamba baraka hiyo tunaipata sisi Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Angalia wasiokuwa Waislamu, ikiingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, biashara zao ndio huwa zinaenda vizuri. Wasiokuwa Waislamu ukiingia mwezi mtukufu wa Ramadhani, huwa wanajiandaa, vipi tutapanga biashara zetu, vipi tutauza haya vitu vyetu vya biashara. Na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiingia pia unaingia na baraka nyingi. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hapa akasema ya ayuhan nas, enyi watu, kad adhallakum shahrun adhimu mubaraka. Anasema hakika umeingilieni nyinyi mwezi ambao kwamba ni mkubwa, mwezi ambao kwamba ni mtukufu, mwezi ambao kwamba una baraka. Shahru fihi lailatu khairu min alfi shahr, mwezi huo ndani yake panapatikana usiku ambao kwamba ni bora kuliko miezi 1000. Katika mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna usiku ambao kwamba unapatikana ndani yake
Usiku huo ni bora kuliko miezi 1000 ukiipata ibada yake. Kisha akasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shahru ja'ala Allahu siyamahu faridha, ni mwezi ambao kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameijalia saumu yake ni faradhi. Ameijalia hii saumu ambayo kwamba ipo katika mwezi mtukufu Ramadhani kuwa ni lazima sote waumini tuifunge. Sio kwamba ni sunna ama ni hiari kwamba wewe utafunga wewe si ufungi. Ni lazima saumu ya Ramadhani uifunge, isipokuwa kwa zile udhuru ambazo kwamba zimetajwa. Upo katika safari, udhuru uko nao, umeruhusiwa kula alafu utailipa. Ni mgonjwa, umeruhusiwa kula alafu utailipa. Lakini hauna dharura yoyote ile na mwezi mtukufu wa Ramadhani umeingia, basi wewe haufai kula, unafaa ufunge. Lakini ukiangalia sema barobaro wengi ikiingia mwezi mtukufu wa Ramadhani hawafungi. Ama hao pia wanaofunga wengi hawafuati zile sheria zinazotakikana za Ramadhani, hawafuati zile hukumu za saumu. Je, mtu akifunga anafaa fanye nini? Je, mtu akifunga anafaa pukane na mambo gani? Kwa sababu unaweza kuwa umefunga lakini kuna vitu ukivifanya vaharibu saumu yako na wewe unavifanya. Je, umefunga lakini kuna vitu ukivifanya vinakupunguzia thawabu katika saumu yako na wewe unazifanya. Sasa ukifunga saumu ya Ramadhani ni lazima yale mambo ambayo kwamba umeambiwa usiyafanye basi uyaache. Kuna mambo yanaharibu saumu yako, basi uepukane nayo. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wa qiyama lailati tatawwa, na akasema kusimama usiku kufanya ibada kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala ni sunna, si faradhi. Saumu ya Ramadhani ni lazima kila mmoja wetu aifunge, lakini kusimama usiku ni sunna, si faradhi. Lakini ukisimama, na Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia kwamba katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani kuna usiku ambao kwamba ni bora kuliko miezi 1000. Sasa ukisimama usiku ukajipinda ukasimama usiku na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akakujalia ukaupata usiku kama huo, utakuwa ni kama umefanya ibada miezi 1000. Kwa sababu ibada zetu zenyewe ndo hizi twasali, lakini zenyewe sisi wenyewe tuna mushkili na zile ibada zetu tunazozifanya. Umeswali lakini una wasiwasi kwamba sijui ile ibada nimeifanya sawa au ile swala nimeiswali ndivyo, kuna pahali sijui nimesahau. Kwa sababu waingia katika swala lakini mawazo yako yako kazini, waingia katika swala mawazo yako yako nyumbani, waingia katika swala lakini mawazo yako yako kwenye mambo yako ya kidunia. Sasa hizo swala zetu zitakubaliwa vipi? Kwa sababu swala zenyewe tunazoziswali zina wasiwasi, hatuna uhakika nazo. Sasa ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam akatwambia tufanye bidii tuswali zile kablia na baadia, zile sunna ambazo zimewekwa tuzifanyeni, kwa sababu hizi sunna ambazo kwamba tuziswali kesho siku ya kiyama tukienda kuonana na Allah Subhanahu wa Ta'ala, hizi swala zetu faradhi zetu zikiwa zina upungufu, inachukuliwa sunna yako inaongezewa pale kuiweka sawa hii swala. Lakini kama ikiangaliwa katika sunna zako hakuna hata moja, uswali kablia uswali baadia, yani huna sunna yoyote unaifanya, wewe ni kutekeleza faradhi kukimbilia dunia. Kama hii faradhi yako ina mushkil, hakuna chenye kukuzibia kukujazia. Na siku ya kiyama kitu cha kwanza kitakaoangaliwa ni swala. Ikiona swala yako iko sawa, haina mushkil, basi na mambo mengine yote yako sawa. Lakini ukionekana swala yako ina mushkil, swala yako kuna mambo ambayo kwamba sio, basi hata hizi ibada zingine zote zina mushkil. Lakini utaona watu wengi ibada zingine wanafanya vizuri lakini swala hawaiswali. Utapata mtu ni Muislamu, amezaliwa katika Uislamu, amekulia katika Uislamu, lakini jambo la swala yeye halitaki kabisa. Na mtu ukimtajia swala sijui kama umemtajia kitu gani. Ukimwambia twende tukaswali unaona kama umemtukana, anataka na kukupiga sasa. Lakini lau ukajua kwamba hii swala kwamba ukiiswali kisawa sawa basi itakutoa katika yale maovu, basi watu wote wangekimbilia katika kuswali. Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuambia lau mtu akajua baraka na zile fadhila zilizopo katika hii safu ya mbele hii, basi watu wote wangekimbilia kupigania hii safu ya mbele. Sasa hiyo ni safu ya mbele. Je, ile swala yenyewe yote kujiswali? Sasa kinachotakikana watu ni wafanye ibada sana.
Na hasa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, swala ndiyo muhimu sana, kwa sababu kama atakuwa wewe huswali alafu wafunga, hakuna saumu hapo. Ni kama kuchukua simu waika katika chaji alafu ndani ukuweka betri, ama ni kama kutia maji katika mtungi ambao kwamba chini una tundu ama chini umepasuka. Sasa kwamba utakuwa wafunga halafu huswali, hapo unajikesesha, yani unashindana njaa na kiu tu. Ni bora uendelee kula kama kawaida. Swali, funga, soma Qur'ani, fanya mambo mengine, kwa sababu katika hii Ramadhani kuna vitu viwili muhimu. Ramadhani, kitu cha kwanza kilicholetwa ni saumu. Ramadhani itakuja na saumu, ni kila mtu lazima ifunge, ni lazima kila mtu atekeleze. Alafu Ramadhani, jambo la pili ambalo limekuja nalo ni Qur'an, kwa sababu tumeambiwa shahru ramadhana alladhi unzila fihi alquran. Qur'ani ni lazima isomewe katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani unaokuja. Kisha jambo lingine ni swala. Ukisha kushikana na haya mambo matatu, ukawa wewe umefunga kisawasawa, umesoma Qur'ani inavyotakikana, na unaswali kisawasawa kwa vipindi vyote vitano kwa wakati, basi saumu yako itakuwa ni yenye kukubaliwa. Na ukiona Ramadhani imekuingilia halafu ikamalizika, wewe hukubadilika, uko vile vile, basi ujue hiyo ni dalili kwamba saumu yako haijakubaliwa. Kwa sababu hivi karibuni Ramadhani itaingia na utaona misikiti kinawiri. Misikiti sahihi imekaa kama mayatima, yani imekaa yalia, yaonyesha huzuni, kwa sababu watu hawaswali. Wanaoswali ni wachache. Chundo ina watu wengi, lakini ukifuatilia misikiti hazijai safu 3 wala safu 4. Kuna wakati utaenda msikiti utapata ni imamu na yule maamuma mmoja au maamuma wawili. Utaenda misikiti mingine utapata ni imamu peke yake amekaa subiri maamuma. Misikiti imekaa kama mayatima, haina wazazi. Misikiti haiulizwi. Msikiti uko jirani yake, lakini yasikia adhana, yasikia kama mtu haendi kuswali. Lakini Ramadhani inakuja, misikiti itaanza kunawiri, misikiti itaanza kujaa. Lakini ikifika lile 10 la mwisho, misikiti itaanza tena kurudi katika hali yake ya uyatima. Kwa hivyo tukitaka nyoyo zetu zinawirike, tukitaka hizi nyoyo zetu zibadilike, tukitaka maisha yetu yabadilike, ni tufanye ibada. Kwa sababu ukishikilia swala kisawasawa inavyotakikana, lazima swala itakubadilisha. Kwa sababu tushaambiwa swala ndiyo yenye kukataza maovu. Ukiswali kisawasawa, lazima ile swala itakubadilisha. Uwezi kuwa wewe waswali ile inavyotakikana, inavyoswaliwa, unavyotakikana uswali, halafu wewe unaendelea na maovu yako. Ujue kama wewe waswali vipindi vyote vitano, halafu bado ovu lako unaendelea nalo, ujue ile swala yako ina mushkili. Angalia ni wapi unakosea. Kwa sababu huwezi kuwa unaswali kisawasawa inavyotakikana, halafu ile swala isikubadilishe. Maana kuna siku niliwahi kumsikia mzee mwaka jana Ramadhani katika ule msikiti wa Mbarahaji Ismaili, msikiti wa Harambe maarufu. Ramadhani kulikuwa kuna mabarabara wakija kuswali pale. Wengine walikuwa wakija na rasta, wengine wameweka manywele, lakini wengine wameweka nywele ovyo ovyo. Lakini mimi sikuwahi kuwaambia chochote kwamba bwana haifai kuswali na marasta bwana. Wewe muache yule mwenye rasta zake aswali. Yule mzee akasema hao huja na marasta yao, hawa huni swali nini, hakuna cha swala hapa bwana. Hawana swala hapa. Ile swala huna uhakika, huijui kwamba yeye yakubaliwa, huenda ile yako unaiswali ambayo jiona wewe uko sawa ikawa ndo haikubaliwi, yule yake ambayo unaona haiko sawa ndio yakubaliwa. Yule mwenye rasta zake, mwenye manywele yake, mwenye sijui nini zake, muache swali. Huenda ile swala ndio ikambadilisha akanyoa zile rasta, au huenda ile swala ikambadilisha akawa mtu mzuri akatoka katika uovu. Lakini kama tutawaambia bwana wewe una rasta, wewe ni muhuni, sijui wewe utabangi, usiswali, basi ndio utafanya ule uovu uendelee katika mji wetu wa Chunga. Lakini lao hawa mabarobaro na hawa vijana ambao kwamba wamepotea, tukawashika, tukawaambia twendeni tukaswali, tukaingiza kwenye msikiti, tukawalingania vizuri kwa maneno mazuri, basi haya maovu yote yatapotea. Kwa sababu swala ukiishika kisawasawa, ukamwabudu Allah vile inavyotakikana, basi Allah subhanahu wa ta'ala lazima atakubadilisha. Hasa katika huu mwezi mtukufu wa Ramadhani, tung'ang'aneni sana. Wale ambao kwamba hawaswali tuwajaribu kuwashika, tuingie na msikitini. Wewe mlinganie mtu, usichoke bana, twende tukaswali, kumeadhiniwa. Mwambie kwa lugha nzuri tu, usimwambie bana wewe uswali kafiri bana atachua mochoni. Ongeeni hapo pole pole, mshawishi ataswali. Siku ya kwanza, siku ya pili, akiona wale wenzake walivovaa, wale wanavyoswali, wale walivyojiweka, yeye mwenyewe ataona aibu.
Wenzangu wote wamekaa vizuri, lakini angalia manywele yangu, angalia mimi nilivyo, angalia mimi ninavyoishi, watu wanavyonitaja. Lazima ataona haya, na Mwenyezi Mungu akishakutia haya katika moyo wako, huwa ni dalili ya imani, na ukishakuingiwa na imani, basi utabadilika. Ukishakuona haya kwamba angalia wenzangu wote hawa, watu wanaswali, wamevaa vizuri, wamejiweka vizuri, hawataji kwa ubaya, lazima swala itakubadilisha. Utamwona yule siku ya pili mtu ameenda amenyoa, amekuja amekuwa anasalimia watu vizuri, anaingia kwenye swala kwa wakati, yale maovu yake yote anayaacha na anakuwa mtu mzuri. Lakini sasa shida yetu ni kuwa mtu pia akibadilika tunamtaja vibaya. Mwambie uvinge wewe peponi uwe huo ustadhi. Yaani badala watu wapeane maneno ya kupaana moyo mazuri yaendelee, sisi ndo tunapeana maneno ya kuvundana moyo. Mtu ameamua kubadilika, badala wewe umpe moyo ndo azidi naye abadilishe wengine, sisi ndo tunampa maneno ya kuzidi kumvunja. Ndo pale tamuona mtu ashaingia katika mstari, anaswali, anaishi na watu, hana balaa, ameacha mambo kama maskani, ameacha vitu vyote vibaya. Mara ghafla amuona amerudi kule kule. Sio kwamba ni yeye ametaka, lakini kuna watu wanamzunguka ndio wamemrudisha. Ndio maana hatuendelee kwa sababu hiyo. Lakini inshallah Mungu ajalie hii Ramadhani ambayo kwamba inakuja, Mungu ajalie iwe ndio ni sababu ya sisi na vijana wetu na ndugu zetu na jamii nzima yote iwe yenye kubadilika. Mwenyezi Mungu ajalie hii Ramadhani inayokuja iwe ndio italeta upendo katika mji yetu, na italeta upendo, tupendane sote, tuondoshe hizi chuki. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema, akasema waman taqarraba fihi bi khaslatin kana kaman adda faridatan fi ma siwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, na mwenye kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala katika huo mwezi mtukufu wa Ramadhani, akafanya jema moja tu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, ni kama amefanya faradhi ya miezi mingine. Yani mtu akafanya jema moja tu hata kama ni dogo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, sababu zake ni kama umefanya faradhi katika hii miezi mingine. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, waman adda faridatan fihi kana kaman adda sab'ina faridatan fi ma siwa. Na mwenye kufanya faradhi moja katika mwezi mtukufu wa Ramadhani ni kama amefanya faradhi 70 katika miezi mingine. Wewe umeswali swala moja tu katika mwezi mtukufu wa Ramadhani, lakini thawabu zako unahesabiwa umeswali swala 70 katika miezi mingine. Tena umeziswali kwa wakati na umeziswali sawa sawa. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa huwa shahru sabri. Na huu mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa watu kusubiri, ni mwezi wa subra. Na subra thawabu zake ni pepo. Ukiwa na subra, thawabu zako tayari direct wewe ni peponi. Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi watu kuwa na subra, kwa sababu umevumilia kuanzia asubuhi, hujakula hujakunywa. Umevumilia kuanzia asubuhi kwa wale walioua, umejizuilia na kufanya tendo na mke wako, ni mke wako wa halali. Matamanio yamekupanda, wamhitaji mke wako, lakini ukajizuilia kwa kuiheshimu isaumu, ile ndio subra sasa. Na mwenye kusubiri thawabu zake ama malipo yake ni peponi direct. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba huu mwezi ni mwezi wa subra, na subra thawabu zake ni pepo. Kwa sababu Ramadhani watu ndio wafaa subiri. Mtu amekutukana usimjibu, mwambie bwana mimi nimefunga bwana. Mtu amekwambia maneno maovu usimjibu, mwambie mimi nimefunga, angalia shughuli yako. Kule ndio kusubiri. Sio mtu amekutukana, hata kama nimefunga sio nitukane bwana, ukampa jibu, unaharibu saumu yako. Wewe nyamaza, tutajibiwa. Kwa hivyo Ramadhani ni mwezi wa watu kusubiri. Ramadhani ni mwezi wa watu wawe na subra kusubiri kwa lolote lile litakalompata. Na subra yatakikana pale wakati ukipata mtihani ndio usubiri. Sio subra wailete wakati yani umefanya minzi zako zote mpaka umeshashindwa, sasa ndio ati anamwachia Mungu bwana. Yani mtu amekufanyia ovu, ukatafuta njia ya kumlipa, ukenda kwa huyo, ukenda kwa yule, yani ukakosa minzi, yani umeshindwa wala kumfanya, kusema sasa hii namwachia Mungu. Pale usimwachie Mungu, endelea kuhangaika. Ni pale ukipatikana na ule mtihani ndio useme namwachia Mungu, ndio usubiri. Pale ndio subra itaonekana kwamba kweli una subra. Sio mpaka umezunguka umetafuta njia zako zote mpaka umeshindwa ndio wasema mimi nasubiri. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa shahru muwasatu, na huu ni mwezi wa watu kuhurumiana.
Mwezi mtukufu wa Ramadhani ni mwezi wa watu kuhurumiana na ni mwezi wa watu kukunduana. Kwa sababu tukiangalia wakati wa nyuma, sasa kidogo mambo yamebadilika. Lakini tukiangalia wakati wa nyuma, ilikuwa Ramadhani ikifika magharibi, karibu na kuadhiniwa au kushadhiniwa, utaona vibakuli na visinia vinapishana tu. Kile kiingia nyumba hii, nyingine ingia nyumba ile kule, yani visani vinazunguka. Na sio kwamba labda ukamletea mtu pojo au ukamletea mtu kiazi au ukamletea mtu chochote kile, sio kwamba ana shida nacho, lakini ni ile kuhurumiana na kujenga undugu. Lakini angalia sasa, sahihi kutaka kuona kisinia ama kibakuli kimetoka nyumba hii chenda nyumba nyingine ni mtihani. Wale nao kila siku takasitu wapelekea wale chochote. Mimi kila siku napelekea chakula tofauti, wao kila siku niletea wali tu, wao kila siku niletea bajia tu, wao kila siku niletea pojo tu. Ndiye alichojaliwa nacho amekuletea, shukuru. Au kile ulicholetea na kitombe mwingine. Ndio pale undugu unajengeka na urafiki unajengeka. Maana unapata majirani hawajuani, hawana ukaribu, hawana urafiki, lakini kumpelekea kile kibakuli chako tu cha maharagwe au kibakuli chako cha kitu chochote kitasababisha yeye ajenge undugu na wewe, kwa sababu ataona kwamba kumbe yule si mtu mbaya na mimi, kumbe yule ananihurumia mimi, kumbe yule ananichukulia mimi kama ni ndugu yake, na ndio pale yale maovu yote yanapotea. Lakini angalia sasa, tunaona yale waliokuwa wakiyafanya wazee wetu, mababu zetu na mababa zetu huko nyuma, tunaona kama ilikuwa ni ujinga na alikuwa hajielewi. Sisi ndio werevu sahihi, mambo yote walikuwa wakiyafanya wao sisi hatuyafanya, kwamba sisi ndio sasa tumeingia katika ulimwengu mwingine, lakini hatuna habari haya tunayofanya yote ndio sababu ya kutusababishia sisi tuingie katika maovu, ndio sababu ya kutusababishia sisi tujenge chuki. Ule undugu na ule urafiki unaharibika kwa sababu hizi tunazozifanya. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea kusema, akasema wa shahru yuzadu fihi rizqu mu'minin, na huu ni mwezi ambao kwamba riziki ya muumini inaongezeka. Mwezi wa Ramadhani ukiingia, riziki ya muumini huwa inaongezeka. Kivipi? Angalia, tuchukulie mfano mtu alikuwa ashazoea hii miezi yote, ashazoea mwenyewe kula kipindi kimoja tu ama kula vipindi viwili tu, ama ashazoea kila siku yeye wala wali tu ama wala sima tu. Lakini angalia ule mwezi mtukufu wa Ramadhani ukiingia, na yeye anabadilisha chakula. Leo atakula chakula hiki, kesho atakula chakula hiki, kwa sababu riziki zinaingia kwa wingi. Mtu ambaye kwamba hukumtarajia anakuletea sadaka, na ndio utaona matajiri wengi Ramadhani ndo wanawapa watu chakula, au matajiri wengi ndo Ramadhani wanawatafuta wale mayatima, maskini, wajane, watu ambao wajiwezi, wazee. Na sio kwamba hii miezi mingine yote haifai watu kusaidiana, yote inafaa, lakini watu wanapigania katika huu mwezi mtukufu Ramadhani kwa sababu ni mwezi ambao kwamba jema moja ukilifanya unapewa faradhi moja ya miezi mingine, faradhi moja ukiifanya unapewa faradhi 70 ya miezi mingine. Ndio utaona matajiri yani mwaka mzima wao wanakusanya tu, ikifika Ramadhani ndio wanaanza kutoa. Sio kwamba hawa wana shida ya Ramadhani peke yake, na hili liende kwa hao matajiri wenye kusaidia watu Ramadhani tu. Ni sawa wasaidie watu Ramadhani, ni jambo zuri, lakini hata hiyo miezi mingine pia wasaidie watu, kwa sababu yule yatima unamnunulia nguo Ramadhani, hata miezi mingine pia na nguo anataka kuvaa. Yule maskini unamsaidia chakula, hata miezi mingine pia ana njaa anataka kula. Yule mjane ambaye umemsaidia kwa chakula au kwa pesa, hata hii miezi mingine pia anahitaji, anataka kusaidiwa. Tusio tunawasaidia Ramadhani tu, kwamba Ramadhani ndio mwezi wa kusaidia watu tu. Miezi mingine yote tunafaa tusaidie, lakini katika mwezi mtukufu Ramadhani watu wazidishe. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaendelea katika khutba yake, anasema wa man fattara fihi swaima kana maghfiratan lidhunubihi, na mwenye kumfuturisha yule ambaye kwamba amefungwa atasamehewa madhambi yake. Ukamfuturisha yule ambaye kwamba amefunga, ukamuita magharibi, na kumfuturisha hapa sio ile kumwalika mtu akaja nyumbani ukamlisha chakula mpaka kashiba. Kitu ambacho kwamba kinatakikana hapa, ambacho kitakufanya wewe usamehewe madhambi yako na uepushwe na moto, ni kwamba umfungudishe mtu mwadhini. Ndio kinachotakikana hapa, kwa sababu ile kumfungulisha mtu mwadhini ndio kuna fadhila nyingi kuliko kumshibisha mtu. Ile kumwalika mtu nyumbani akaja akala mpaka kashiba, utapata thawabu za kumshibisha tu. Lakini yule ambaye kwamba amemfungulisha mwadhini msikitini au nyumbani,
yule ndo ana fadhila nyingi kuliko huyo aliyemshibisha. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa kana lahu mithla ajrihi min ghairi an yankusa min ajrihi shay'un, na atapata ujira ama atapata thawabu kama alizopata yule mwenye kufunga na hatopunguziwa chochote. Wewe ukamfungulisha mtu mwadhini, zile thawabu zake na wewe utapata kama zake, na wala hakitopungua kitu chochote. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, katika huku kumfungulisha mtu mwadhini ni pale adhana ikiadhiniwa ukampa chochote akafungua nacho mwadhini, iwe ni chakula au iwe ni chochote. Na ndio maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakamuuliza Mtume, wakamwambia, ya Rasulullah, laysa kulluna yajidu ma yuftiru saima, sio sote ambao kwamba tunacho cha kumfuturisha huyu aliyefunga. Manake kila mtu ametofautiana kihali, wengine ni matajiri, wengine ni maskini, wengine hali zao kidogo ziko kati na kati, lakini wengine hali zao ziko chini. Sasa maswahaba wakamwambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sio sote ambao kwamba tunacho cha wenye kuwafuturisha hao wenye kufunga. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawajibu maswahaba, akawaambia, Mwenyezi Mungu yatoa thawabu hizi hata kama utamfungulisha yule mwadhini kwa tende moja tu. Yule mwenye kufunga ukamfunguzisha mwadhini kwa tende moja tu, sio paka lazima muandalie viazi, vyakula vya kila aina. Ile tende yako wewe umebeba tende 3 au 5, chukua ile tende moja, mpe huyu, mpe yule, kila mtu apate moja moja. Takuwa umepata thawabu za huyu, umepata thawabu za huyu mwingine na thawabu za huyu mwingine. Sasa yule aliyefunga amepata thawabu yake ya kufunga, wewe umepata yako ya kufunga na umepata za wale zingine pia za kufunga. Au kama pia huna tende, basi mfunguzishe mtu na maji. Umeona kwa nyumbani hujatoka, adhana yadhiniwa na mtu atoka shambani, yotoka kazini, yopita, mwite, mbe bwana njoo fungue mwadhini, mpe kikombe cha maji tu tosha. Akishafungua ile saumu yake tu, sababu zake na wewe unapata kama zile alizopata yeye. Au pia maji pia huna, mpe mtu hata kama ni tama la maziwa, ile maziwa unashikilia, au ni juisi unashikilia, wafungulia mwadhini, na mwenzako Muislamu yupita amefunga, mwambie bwana shika fungua mwadhini na wewe. Mpe lile tama moja tu wafungue. Takuwa wewe mumepata thawabu sawa na yule aliyefunga. Ndio nikimalizia, bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, wa huwa sha'ru awwaluhu rahma wa awsatuhu maghfira wa akhiruhu itqu minan nar. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba huu mwezi 10 la kwanza ni 10 la rehma, 10 la pili ni 10 la maghfira, na 10 la tatu ni itqu minan nar, ni watu kuepushwa na moto. 10 la kwanza huwa ni rehma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu anashusha rehma zake kwa wingi, na rehma ziko katika 10 mengine na miezi mengine, lakini katika lile 10 la kwanza huwa rehma za Allah subhanahu wa ta'ala ni nyingi. Watu wanafaa wafanye bidii sana kufanya ibada kupata rehma za Allah. Alafu 10 la pili ni 10 la maghfira. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anatoa msamaha wake. Watu katika 10 la pili walete istighfari sana. Watu katika 10 la pili wamuombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala msamaha. Yale madhambi yako ya nyuma yote uliyofanya, kimbilia katika mwezi mtukufu Ramadhani uyaombe, Mwenyezi Mungu akusamehe, kwa sababu huna uhakika kwamba hiyo Ramadhani utaimaliza au kajaliwa kuimaliza kwamba utafikia hapo mbeleni. Kwa sababu ni wengi ambao kwamba tulikuwa nao hapa mwaka jana tukafunga nao, lakini sasa hii hawapo. Allah subhanahu wa ta'ala ashawachukua. Na sisi pia ambao kwamba tupo, hatuna uhakika kwamba hiyo Ramadhani yenyewe pia tunaweza ifikia. Kwa sababu leo huenda hata mimi mwenyewe hapa ninaongea, nikitoka hapa tu ukasikia bwana mtoto mtu fulani ama ule kijana fulani amefariki. Hiyo ni kitu ambacho kwamba kiko, na ni kila mtu ataondoka duniani, na ni kila mtu atakufa. Kifo hakikimbiliki. Ni wakati wowote umefika, wakati wowote umesikilia utakufa tu. Ni sasa ujiulize umejiandaa vipi na hiki kifo? Hilo swali ndo nafaa ujiulize. Mwanadamu unafaa kila wakati au kipata nafasi yako ile wakati umekaa tu afikiria mambo yake ya kidunia, jaribu kufikiria na akhira yako. Hebu fikiria kwamba mimi sasa nimekaa, lao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenihitaji sahihi, nitaenda kumjibu nini? Nitaenda kumpelekea nini? Nimejiandaa na kitu gani? Ama wewe hapo ulipokaa fikiria kwamba hii Ijumaa uliyoswali leo ndiyo Ijumaa yako ya mwisho. Kwamba hii Ijumaa uliyoswali leo hutowahi kuswali tena Ijumaa zingine zozote. Kwamba ukimaliza kuswali tu ukienda nyumbani, ukishakula tu kwamba ndiyo time yako ya kuondoka duniani imefika.
Kaa ufikirie kwamba hii Juma yako unaiswali ndio kwamba hii Juma yako ya mwisho. Huyo uliokaa naye karibu, fikiria ndio itakuwa mara yako ya mwisho kumuona tena huyo. Basi kidogo utajenga imani katika moyo wako. Lakini kama atakuwa wewe hufikirii kifo kabisa, hufikirii kuondoka duniani, ndio pale unafanya maasi tu. Hata hujutii, hurudi kwa Allah, usemi kwamba mimi nimemkosea Allah, acha nirudi nyuma. Lakini lao kama kuna wakati leo unakaa unafikiria mauti, kwamba kuna nakufa, basi lazima kuna vitu utavifanya mpaka utarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala kusamehe. Kwa sababu kuna watu wengine ndani ya majumba yao wameweka sanda. Yaani kila wakati ikifika time ya usiku anataka kulala, anaenda kuiangalia ile sanda. Anaiona kwamba hii ndio vazi langu la mwisho nitakalolivaa. Sasa akilala akiamka atafikiria kwamba mimi nimeiangalia lile vazi na lile ndio vazi langu la mwisho, lazima atarudi kwa Allah. Lakini mtu leo ukamwambia iangalie janaza, yani aona sijui ni kitu gani, hata ukiangalia hataki. Mtu kimwambia sanda akwambia ni ondosha bwana. Yani hata ile sanda kuishika hataki. Unaona kwamba ni vazi ambalo kwamba ni duni sana, lakini ndiyo vazi letu ambalo tutalivaa siku ya kuondoka hapa duniani. Na lile janaza ndiyo ndege yetu ama ndiyo gari yetu ya mwisho ambayo kwamba tutaipanda. Yani utake usitake mwanadamu, janaza utaingia na sanda utaivaa. Na kifo kinatokea sehemu yoyote. Kifo sio paka uumwe au paka uwe mzee, yani umezeheka ndo utakufa. Kifo hata wewe kijana mwenye umri wa 20, miaka 25, miaka 30 utakufa tu. Kifo kinatokea kwa njia yoyote. Shambani, baharini, barabarani, pahali popote. Na kifo kinakuja na sababu ndogo tu. Sio kwamba mpaka ati upatikane na sababu kwamba umeumwa mwezi mzima au wiki mzima uko hospitali umelazwa, mtu akifa alikuwa mgonjwa. Kifo kinatokea na sababu ndogo tu, unaweza ondoka duniani. Unaweza enda shambani ukapambana na mnyama mdogo tu ikawa ndio sababu ya wewe kuondoka duniani. Kwa hivyo kinachotakikana mwanadamu, ombani sana Mwenyezi Mungu atuwafikie tuipate Ramadhani. Kisha na muombe sana Mwenyezi Mungu akituwafikia tukaipata Ramadhani, tuweze kuifunga saumu ya Ramadhani. Kisha muombe sana tukijaliwa kuifunga hiyo saumu ya Ramadhani, Mwenyezi Mungu aitakabali saumu yetu. Inshallah kufikia hapa, Mwenyezi Mungu atujalie tuwe ni wenye kusikia mazuri na tuwe ni wenye kufuata mazuri, na Mwenyezi Mungu atusamehe madhambi yetu, atujalie fi dunia hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.